Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama popote pale ambapo mnaendelea kufuatilia matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 11 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na kila siku tuendelee kuwajuza kwamba Kivu News Info tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukiwa tunaanza siku ya kwanza ya wiki, macho na masikio ya wengi yako katika kwenye masuala ya usalama, siasa pamoja na hali ya kijamii inaendelea kubadilika kila saa. Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea taarifa za kina kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi, matukio ya kisiasa yanaendelea kuzua mjadala pamoja na changamoto na mafanikio katika maeneo mbalimbali ya nchi. Basi endelea kuwa nasi katika taarifa zote hizi muhimu zinazogusa maisha kila siku ya wananchi. Na endelea kukumbusha kwamba huenda ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya chochote ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartage, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teroje Lulonga. Basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 11 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameendelea kuibua maswali mengi baada ya kuonekana kwa harakati mpya za wapiganaji wa waasi wa M23 katika maeneo ya Uwanda wa Ruzizi, hususan katika mji wa Sange uliopo wilayani Uvira mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, maafisa wa kijeshi wa waasi wa M23 pamoja na baadhi ya viongozi wa kiraia waliokuwa wakisimamia utawala wa maeneo hayo wameonekana kuondoka katika nyumba na ofisi zilizokuwa wakitumikia katika maeneo ya Sange, Kabunambo na Kirungwe karibu na mji wa Uvira. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya usalama, kwani kwa wiki kadhaa zilizopita waasi walikuwa wamejikita katika maeneo hayo kwa namna inayoonekana kuwa ya kudumu. Hata hivyo, hadi sasa uongozi wa waasi wa M23 haujatoa tamko rasmi kueleza sababu halisi ya kuondoka kwa viongozi hao wa kijeshi na wa kiutawala. Licha ya kuondoka kwa baadhi ya maafisa, taarifa zinaeleza kuwa wapiganaji kadhaa wa waasi wa M23 bado wanaonekana ndani ya mji wa Sange. Wakazi wa eneo hilo wanasema bado kuna wanajeshi wanaozunguka katika baadhi ya mitaa, huku hali ya tahadhari ikiendelea kutawala. Mkazi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwa amesema kuwa bado wanaona askari katika baadhi ya maeneo na kwamba kuondoka huko bado hakujakamilika kabisa. Kauli hiyo inaonyesha kuwa hali ya usalama bado ni ya wasiwasi kwa wananchi wanaoendelea kufuatilia mabadiliko hayo kwa karibu. Eneo hilo linatajwa kuwa nyeti zaidi ni daraja la Sange, ambako mpaka sasa kizuizi cha ukaguzi bado kinadhibitiwa na wapiganaji wa uasi wa M23. Daraja hilo lina umuhimu mkubwa kwa sababu linatumika kudhibiti harakati za watu na bidhaa kwenye barabara kuu inaunganisha maeneo mbalimbali ya Uwanda wa Ruzizi. Wachambuzi wa ndani wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya mpango wa kijeshi au kisiasa unaolenga kupanga upya vikosi vya uasi badala ya kuondoka rasmi kutoka maeneo hayo. Mashirika ya kiraia katika eneo la Uvira yameendelea kutoa tahadhari yakieleza kuwa bado ni mapema kudhibitisha ikiwa kile kweli ni mwisho uwepo wa uasi katika maeneo hayo. Wakati huo, taarifa nyingine zinaeleza kuwa wapiganaji wa waasi wa M23 wameanza pia kuondoka taratibu katika baadhi ya maeneo ya Uwanda wa Ruzizi kutokana na shinikizo la kidiplomasia kutoka Marekani. Harakati hizo zinatazwa kufanyika wakati juhudi za mazungumzo kuhusu mgogoro mashariki mwa Kongo zikiendelea katika ngazi mbalimbali za kimataifa. Mmoja wa viongozi wa waasi hao amenukuliwa akisema kuna harakati zinaendelea, lakini akisitiza kuwa hali bado ipo chini ya udhibiti wao. Kauli hiyo imeongeza hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa maeneo hayo katika siku zijazo. Hadi sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo halijatoa tangazo lolote kuhusu kurejea kwa mamlaka yake katika maeneo hayo, huku wananchi wa Uvira na maeneo ya karibu wakiendelea kusubiri kuona hatua zitakazofuata katika mgogoro unaoendelea kuathiri maisha ya maelfu ya watu mashariki mwa Kongo. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako wakazi wa maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wanaripoti visa vya kuongezeka kwa uandikishaji wa lazima wa vijana pamoja na vikwazo vya kutembea kwa raia.
Kwa mujibu wa ushuhuda kutoka kwa baadhi ya wakazi walioko eneo hilo, vijana wengi wanaotoka vijiji mbalimbali wamekuwa wakielekea katika mji wa Rubaya kutafuta kazi katika migodi ya madini ili kusaidia familia zao. Hata hivyo, baadhi yao wanadaiwa kujikuta wakilazimishwa kujiunga na wapiganaji wa M23 bila ridhaa yao. Chanzo kimoja cha ndani kilichozungumza kwa masharti ya kutotajwa jina kimeeleza kuwa vijana wengi huenda Rubaya kwa lengo la kutafuta maisha bora, lakini baadaye huishiwa kuingizwa kwa nguvu katika safu za waasi hao. Kwa mujibu wa taarifa hizo, hali hiyo imeanza kuleta hofu kubwa miongoni mwa familia nyingi ambazo sasa zinaogopa kuwaruhusu watoto wao au ndugu zao vijana kwenda katika maeneo ya migodi kwa kofia kulazimishwa kubeba silaha na kushiriki katika shughuli za kijeshi. Mbali na madai ya uandikishaji wa lazima, wananchi pia wanazungumzia ongezeko la masharti magumu ya usafiri na harakati za kila siku katika baadhi ya maeneo ya Masisi. Taarifa zinaeleza kwa katika sekta ya Uso Bayungu, hasa katika vijiji vya Buabo na Nyamaboko ya kwanza, vijana wengi lazimishwa kubeba vifaa, mizigo pamoja na chakula kwa ajili ya wapiganaji wa uasi wa M23. Wakazi wa maeneo wanasema hali hiyo imepunguza kwa kiasi kikubwa uhuru wa wananchi kufanya shughuli zao za kawaida. Vijana wengi wanadaiwa kuitwa kwa lazima kufanya kazi hizo bila malipo, huku wengine wakikosa nafasi ya kukataa kutokana na hofu ya kuadhibiwa. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya wananchi wamesema wameanza kuepuka maeneo ya mikusanyiko kama vile masoko na sehemu za biashara. Wengine wameamua kujificha katika maeneo ya misitu au vichakani kwa kuhofia kukamatwa au kulazimishwa kufanya kazi kwa ajili ya waasi. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo yameendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu usalama wa raia, hasa vijana ambao wamekuwa waathirika wakubwa wa mgogoro unaoendelea mashariki mwa Kongo. Baadhi ya wanaharakati wanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa pamoja na mashirika ya haki za binadamu kufuatilia kwa karibu walio na kuhakikisha usalama wa wananchi unalindwa. Hadi sasa viongozi wa waasi wa M23 hawajatoa matamko rasmi kujibu madai yao kwa wakazi wa Masisi, na wakati huo hali ya taharuki imeendelea kutawala katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini, huku wananchi wengi wakihofia mustakabali wa maisha yao katika mazingira ya vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi. Katika mwendelezo wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa mpya zimeendelea kuibua mjadala kuhusu mifugo na usafirishwa pamoja na wapiganaji wa waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, baadhi ya ng'ombe wameonekana wakisafirishwa kuelekea maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao wanadaiwa kuwa mali ya raia wa Rwanda. Taarifa hizo zinapingana na madai yaliyokuwa yakisambazwa na baadhi ya vyombo vya habari, wanahabari pamoja na watu wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii nchini Rwanda waliokuwa wakieleza kuwa mifugo hiyo ilikuwa ya wakazi wa kawaida wa Kongo waliokimbia mapigano. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa muda mrefu kumekuwa na mifugo inayovushwa kutoka Rwanda kuingia mashariki mwa Kongo, hasa katika maeneo yaliyo chini ya ushawishi wa waasi wa M23 kwa lengo la kutafuta maeneo ya malisho. Harakati hizo zimekuwa zikishuhudiwa hasa katika maeneo ya Kivu Kaskazini ambako migogoro ya kiusalama imeendelea kwa miaka mingi. Taarifa hizo zinaongeza kuwa baadhi ya viongozi na makamanda wa M23 wenyewe wanamiliki mifugo inayopatikana katika maeneo hayo. Ng'ombe wengine wanadaiwa kuchukuliwa wakati wa mapigano kama mali iliyoporwa katika maeneo yaliyokumbwa na vita. Swali hilo limeendelea kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu, huku baadhi wakieleza wasiwasi kuhusu athari za vita kwa wakulima na wafugaji wa ndani. Wengine wanaamini kuwa uwepo wa mifugo hiyo katika maeneo ya mapigano unaonyesha namna mgogoro huu unavyoendelea kuathiri maisha na uchumi ya kijamii kwa wananchi wa kawaida. Katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Kongo, wananchi wamekuwa wakilalamikia kupotea kwa mifugo yao wakati wa mapigano, wakati wa kuhama kwa lazima kutokana na hali ya usalama. Baadhi ya familia zimekuwa zikitegemea ufugaji kama chanzo kikuu cha maisha, hali inayofanya swala la mifugo kuwa nyeti sana katika kipindi cha migogoro. Wakati huo hali ya taharuki bado inaendelea katika maeneo kadhaa yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23, huku taarifa za harakati za waasi au pamoja na vifaa vyao zikiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Mpaka sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na serikali ya Rwanda wala viongozi wa waasi wa M23 kuhusu madai hayo yanayohusiana na umiliki wa mifugo iliyosafirishwa katika maeneo ya vita. Hata hivyo, swala hilo linaendelea kuongeza mvutano wa kisiasa na kidiplomasia kuhusu nafasi ya Rwanda katika mgogoro unaoendelea mashariki mwa Kongo.
Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kundi la wazalendo linaloongozwa na jenerali anajulikana kwa jina la Tipe Belge linadaiwa kuendelea kufuatilia wapiganaji wanaotajwa kuwa na jeshi la Rwanda pamoja na washirika wao baada ya mapigano yaliyokumba eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, wapiganaji hao walijaribu kusonga mbele kuelekea Mwenga Centre kwa lengo la kudhibiti eneo hilo lenye umuhimu wa kimkakati. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa walikumbana na upinzani mkali kutoka kwa makundi ya wazalendo walikuwa wakijipanga kulinda eneo hilo. Mashuhuda wa eneo hilo wanasema milio ya risasi nzito na silaha za masafa marefu ilisikika kwa kadhaa katika maeneo ya karibu na Mwenga Centre, aliyozua taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Baadhi ya familia ziliripotiwa kukimbia makazi yao kwa hofu ya kuasiriwa na mapigano. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baada ya mashambulizi yao ya kushindwa kufikia malengo yaliyotarajiwa, wapiganaji walikuwa wakishambuliwa walazimika kuondoka katika baadhi ya maeneo, huku wazalendo wakidai kuendelea kuwafuatilia kuelekea maeneo ya nyuma. Katika siku za hivi karibuni, eneo la Mwenga linaendelea kuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa kutokana na kuongezeka kwa harakati za makundi yenye silaha mashariki mwa Kongo. Wachambuzi wa usalama wanaeleza kuwa eneo hilo lina umuhimu mkubwa wa kijeshi na kiuchumi, jambo linalofanya mapigano hayo kuendelea kushamiri. Wananchi wa Mwenga wanaendelea kuishi katika mazingira magumu, huku shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zikidorora kutokana na hali ya usalama isiyotabirika. Baadhi ya shule na biashara zimeripotiwa kufungwa kwa muda, huku wakazi wengi wakibaki ndani ya nyumba zao wakihofia mashambulizi mengine. Kwa sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu halisi ya mapigano hayo, wale idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa. Pia upande unatajwa kuhusika katika mashambulizi yao bado hujatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Hata hivyo, mapigano yameendelea kuongeza hali ya wasiwasi katika maeneo ya Kivu Kusini, huku wananchi wakitoa wito kwa kurejeshwa kwa amani na usalama katika eneo hilo ambalo linaendelea kuathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Hali ya taharuki inaendelea kushuhudiwa katika maeneo ya Kamanyola na Luvungi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya taarifa kueleza kuwa baadhi ya watu wanaotajwa kuwa washirika wa jeshi la Rwanda pamoja na waasi wa M23 wameanza kuondoa familia zao na mali zao kuelekea Kamanyola. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la Luvungi iliyotolewa siku ya jana Jumapili tarehe 10 Mei mwaka 2026, watu kadhaa wanaotajwa kushirikiana na vikosi vya RDF M23 akiwemo kiongozi wa kimila anajulikana kwa jina la Mwami Kalingishi wameonekana wakihamisha mizigo pamoja na familia zao kuelekea Kamanyola. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa malori mawili yaliwasili Kamanyola yakiwa yamebeba watu pamoja na mizigo mbalimbali. Inaelezwa kuwa baadhi ya watu hao wameanza kuhama katika gala inayojulikana kama la Vanibishweka pamoja na katika apartment inayojulikana kwa jina la Katangaza. Taarifa hizo mbele zinaendelea kuongeza hofu miongoni mwa wananchi wa eneo hilo ambao wanaendelea kushuhudia harakati hizo zisizo za kawaida katika siku za hivi karibuni. Baadhi ya wakazi waliowahi kutoka Uvira miezi mitatu iliyopita wamesemekana kuwa katika hali kubwa ya wasiwasi na sitofahamu kuhusu mwenendo wa hali ya usalama katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa mashuhuda kutoka kwa baadhi ya wakazi, watu wengi walimejiuliza sababu ya kuendelea kuhusishwa au kubaki karibu na maeneo yanayodhibitiwa na waasi wakati ile ya kijeshi ikiendelea kubadilika kwa kasi. Wakati huo, taarifa zingine zinaeleza kuwa hatua hiyo ya kujiondoa kwa wapiganaji wa M23 katika baadhi ya maeneo inaendelea taratibu, ingawa bado kuna sitofahamu kuhusu maeneo wanayopanga kuelekea. Baadhi ya taarifa zinaonyesha kuwa waasi hao wanaweza kuelekea katika eneo la Katogota pamoja na maeneo mengine ya milimani ya Ngomo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa harakati hizo zinaweza kuhusishwa na upangaji mpya wa vikosi au tahadhari dhidi ya mabadiliko ya hali ya kijeshi katika maeneo ya uwanda wa Ruzizi. Hata hivyo, hadi sasa kuna tamko rasmi iliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la FARDC wala viongozi wa M23 kuhusu taarifa hizo zinazozidi kusambaa katika maeneo ya Kivu Kusini. Wananchi wa Kamanyola, Luvungi na maeneo ya karibu waendelea kuishi kwa hofu, huku wakifuatilia kwa karibu mabadiliko ya hali ya usalama katika ukanda huo ambao umeendelea kushuhudia mvutano wa kijeshi katika miezi ya hivi karibuni. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza mafanikio mapya katika juhudi za kurejesha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kufanikiwa kufungua tena barabara muhimu inaunganisha maeneo ya Nduye na Njibo kaskazini mwa wilaya Mambasa mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Operesheni hiyo imeongozwa na brigeti ya 31 jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya uongozi wa Kanali Karim Issa Abdul. Kwa mujibu wa taarifa kutoka jeshi, vikosi vya serikali vimefanikiwa kurejesha udhibiti wa eneo hilo na kuanza kuweka uwepo wa kudumu wa wanajeshi katika vijiji mbalimbali viliopo katika Nduye na Njibo. Barabara hiyo inataja kuwa na umuhimu mkubwa wa kiusalama na kiuchumi kwa sababu inaunganisha mkoa wa Ituri na ule wa Ouele. Kwa muda mrefu njia hiyo imekuwa ikiathiriwa na hali ya ukosefu wa usalama iliyosababishwa na uwepo wa makundi yenye silaha, jambo lilokuwa likizuia usafiri wa wananchi pamoja na shughuli za biashara. Kwa mujibu wa viongozi wa jeshi, kuwekwa kwa vikosi vya kudumu katika vijiji vya eneo hilo litasaidia kuimarisha usalama wa raia, kulinda wasafiri na kuhakikisha magari yanaweza kupita bila hofu wala kushambuliwa. Wananchi wa maeneo ya Mombasa wamepokea kwa matumaini hatua hiyo ya kijeshi, wakieleza kuwa kufunguliwa tena kwa barabara hiyo kutasaidia kurejesha shughuli za kiuchumi ambazo zilikuwa zimeathirika kwa muda mrefu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi yenye silaha. Baadhi ya wakazi wanasema kuwa miezi hivi kadhaa walikuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa za usafiri, huku bidhaa zikishindwa kufika kwa urahisi katika maeneo mbalimbali. Wengine walazimika kutumia njia za msituni ambazo zilikuwa hatari zaidi kutokana na ukosefu wa usalama. Operesheni hiyo pia ni sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya gavana wa kijeshi wa Ituri, Lieutenant Generali John Luboa Kanshama, ambaye anaendelea kusisitiza umuhimu wa kurejesha mamlaka ya serikali katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya usalama. Katika miezi ya hivi karibuni, mkoa wa Ituri umekuwa ukikumbwa na mashambulizi kutoka kwa makundi mbalimbali yenye silaha, hali iliyosababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali pamoja na maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na operesheni za kuwasaka waasi na kuimarisha usalama zitaendelea katika maeneo mengine ya Ituri ili kuhakikisha wananchi wanarejea katika maisha yao kawaida na shughuli za maendeleo zikiendelea bila hofu. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo la Biakato wilayani Mombasa mkoani Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuongezeka kwa idadi ya watu waliouawa kufuatia shambulio lililohusishwa na uasi wa ADF iliyotokea Alhamisi tarehe 7 Mei mwaka 2026. Kwa mujibu wa mashirika ya kutetea haki za binadamu yaliyoko eneo hilo, idadi ya raia waliopoteza maisha sasa imeongezeka kutoka watu 15 hadi watu 21 baada ya shughuli za kutafuta mili katika maeneo yaliyoshambuliwa kuendelea. Mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka shirika la APDF, Ramsi Mali Kidogo, amesema mili kadhaa iliyokotwa katika maeneo tofauti ya Biakato. Kati ya hiyo mili 11 ilipatikana katika eneo la Lalia, mwingine mmoja katika eneo la Vatika, mawili katika barabara Biakato kuelekea Katakoli, wawili kutoka eneo la Central na mmoja katika eneo la Kahambwe. Taarifa zinaeleza kuwa kiongozi mmoja wa kundi la wanamgambo wa LPC katika eneo hilo pia aliuawa wakati wa shambulio hilo, huku baadhi ya wapiganaji wengine wa kundi hilo wakidaiwa kuteka nyara na washambuliaji hao. Mbali na mauaji hao, raia wengine waliokuwa wakirejea kutoka mashambani katika mili wa Kamawe wanadaiwa kutekwa na mpaka sasa hawajulikani walipo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa bado kuna watu wengine wanaosabiwa kupotea baada ya shambulio hilo. Shambulio pia limesababisha uharibifu mkubwa wa mali ambako pikipiki 6 zilichomwa moto, huku nyumba 3 zikitekelezwa pamoja na mali nyingine kuharibiwa. Wananchi wa Biakato wanaendelea kuishi katika hofu kubwa, huku wengi wakihofia mashambulizi mengine yanayoweza kutokea wakati wowote. Wakazi wa eneo hilo wanaonyesha pia wasiwasi wao kuhusu hatua za kijeshi baada ya baadhi yao kudai kuwa licha uwepo wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo hilo, washambuliaji waliweza kutoroka bila kufuatiliwa kwa haraka. Mashambulizi hayo yamezua hisia kali miongoni mwa viongozi wa kisiasa wa Ituri, na mbunge wa kitaifa kutoka Mombasa Abdalla Penembaka amelaani vikali mauaji akisema kuwa wananchi wanaendelea kuuawa huku vikosi vya ulinzi vikiwa katika eneo hilo. Mbunge ametoa wito kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza juhudi zaidi katika operesheni za usalama ili kulinda maisha ya wananchi. Pia amewataka wakazi wa eneo hilo kuendelea kuwa na imani na taasisi za serikali, wakitoa salamu za pole kwa familia zote zilizopoteza ndugu zao katika shambulio hilo.
Kwa upande wake, naibu msimamizi wa wilaya Mambasa, Kanali Maxime Chimbi, amesema tayari jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeanza operesheni za kuwatafuta washambuliaji hao katika maeneo yao ya wanaoendelea kujificha. Mamlaka za eneo hilo zimewataka vijana pamoja na wananchi kushirikiana kwa karibu na jeshi kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kubaini maficho ya waasi hao na ili kuimarisha usalama katika sehemu hiyo ya Ituri ambayo inaendelea kukumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha. Ujumbe mkubwa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umewasili mjini Kampala nchini Uganda kwa ajili ya kikao cha 9 cha tume ya pamoja kudumu kati ya nchi hizo mbili katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, kiusalama na kiuchumi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, ujumbe huo unajumuisha takribani waziri 17 wa serikali ya Kongo na unaongozwa na naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani. Kikao hiki kitaendelea kuchukuliwa kama hatua muhimu katika kuimarisha uhusiano wa kikanda kati ya nchi hizi jirani. Mjadala wa kikao hicho unalenga hasa kutathmini utekelezaji wa maazimio yaliyokubaliwa katika kikao kilichofanyika mjini Kinshasa. Maazimio yanahusisha maeneo mbalimbali ya ushirikiano ikiwemo ulinzi wa usalama, afya, diplomasia pamoja na masuala ya kisiasa. Taarifa zinaeleza kuwa siku ya Jumapili tarehe 10 Mei imewekwa mahususi kwa mkutano wa ngazi ya mawaziri ambako viongozi hao wanapitia kuzanisha na hatimaye kusaini mikataba ya makubaliano yaliyotafsirishwa kwa wataalamu wa maandamizi kutoka kwa pande zote mbili. Makubaliano hayo yamepitia pia ngazi ya matabibu wakuu wa ziara kabla kuwasilishwa kwa ajili ya idhini ya mwisho katika kikao cha sasa. Hii inaonyesha dhamira pande zote mbili kuhakikisha utekelezaji wa haraka wa maamuzi ya pamoja. Ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umekuwa ukijikita zaidi katika masuala ya usalama, hasa katika maeneo ya mpakani ambako kumekuwa na changamoto za makundi yenye silaha pamoja na harakati za kijeshi katika miaka ya hivi karibuni. Wachambuzi wa siasa za kanda na maziwa makuu wanaona kuwa mkutano kama hii ina umuhimu mkubwa katika kupunguza mvutano wa kikanda na kuimarisha ushirikiano wa kiusalama, hasa katika eneo la mashariki mwa Kongo ambalo limekumbwa na migogoro kwa muda mrefu. Mbali na masuala ya usalama, mazungumzo hayo pia yanatarajiwa kugusa sekta za afya na diplomasia, ikiwa ni pamoja na usafirishaji wa huduma na ushirikiano wa kikanda kwa manufaa wa nchi zote mbili. Kwa hicho kinaendelea mjini Kampala, huku pande zote mbili zikitarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya mazungumzo hayo baada ya kukamilika kwa mikutano ya ngazi mbalimbali ya serikali. Na hayo ndiyo yalikuwa matukio yetu muhimu katika taarifa yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, ambapo kikiwa ni tarehe 11 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia. Tunashukuru kwa kuendelea kuwa nasi na kutuamini katika kukuletea habari sahihi na haraka kutoka maeneo mbalimbali ya Kivu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla na kwingineko duniani. Basi tunaendelea kukusihi kwa makini kufuatilia taarifa rasmi na kwa kushirikiana kwa amani katika jamii zetu. Basi tuendelee kwa pamoja nanyi katika matukio yetu ijayo kwa habari. Na kabla tujetimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, tuendelee kuwajuza tu kwamba kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, nini Kivu News Info. Basi tunatakia siku njema na mwanzo mzuri wa wiki mpya. Bye bye na channel, tutanane tena katika matangazo yetu mengine ya baadaye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha.
Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani.